darasa yetu ya fiqh ambapo tulikuwa tukieleza mukaddimati sala, utangulizi wa sala. Tumeeleza mukaddima wa kwanza ambapo ilikuwa ni libasul musalli, mavazi ya mwenye kuswali, na tukataja kule kwamba kuna masharti 6 kwenye vazi la mwenye kuswali. Na jana tukaingia katika mukaddima wa pili wa sala ambapo ilikuwa ni makanul musalli, sehemu ya mwenye kuswali. Kusema sehemu ya mwenye kuswali, ili iwe sahihi sala yako, ili sala yako isihi katika hiyo sehemu, lazima masharti 9 yatimie. Sharti la kwanza wakasema an yakuna almakanu mubahan, sehemu inabidi iwe ya halali. Na tukaeleza nukta kadhaa kuhusiana na sharti hili, na kwamba sehemu iwe ya halali, isiwe ni ya ghasbu, isiwe ni ya kupora. Kwa tulieleza mengi katika nukta hii. Sharti la pili walisema kwamba inabidi sehemu iwe sakinan ghaira mutaharrikin, sehemu iwe imetulia na wala isiwe ni ya kutikisika. Wanasema maulama, yajibu an yakuna makanu almusalli sakinan ghaira mutaharrikin, wa idha turra lis-salati fi makanin mutaharrikin bisababi dhiqi al-waqt au sababin akhar kas-salati fi as-sayyara au al-qatar au at-ta'ira, wajaba an la yaqra fi hali al-haraka wa adam istiqrar al-badan idha amkanahu dhalik. Hadha idha lam tuhdam al-muwalat wa illa fayaqra fi hali al-harakati aidan, wa idha inharafat an al-qibla ila tarafin akhar yajibu an yanharifa huwa sawba al-qibla. Masala hii inasema kwamba inabidi uswali sehemu ambayo ni sakin, ile tulizana thabit, sio sehemu inayotikisika. Sasa kwa mafuhumu pana zaidi, inawezekana sehemu yenyewe ikawa inatikisika, kama vile inapotokea tetemeko la ardhi mathalan, sehemu inakuwa sio thabit. Sasa sehemu ya namna hiyo inabidi usiswali. Kwa mafuhumu pana zaidi, inawezekana sehemu ambayo yataharak ikawa ni kama vile upo kwenye basi, kwenye gari, upo kwenye ndege, upo kwenye kipando cha aina yoyote ambacho kikiwa katika haraka lazima nao utataharaka. Gari inatembea automatic na wewe utakuwa katika haraka. Qatar, treni ikitikisika na wewe kwa sababu uko ndani utatikisika. Ndege hivyo hivyo. Sasa sehemu hizi haitakiwi uswali ndani yake, ambazo zinatikisika. Lakini
unaruhusiwa kuswali katika sehemu hizi katika hali fulani, hali ambayo idha khifta bika alwaqt, ikiwa muda uliobaki wa swala ni mchache sana kiasi kwamba mpaka uje utoke katika kile kipando au katika hiyo ardhi ambayo kuna tetemeko la ardhi mathalan, mpaka uje utoke sehemu hiyo, wakati wa swala utakuwa umeisha. Katika mazingira hayo unaruhusiwa kuswali sehemu hiyo, lakini wakati huo inabidi ulahidh, inabidi uzingatie kitu kimoja muhimu sana. Wakati unapojitikisa kutokana na mtikisiko wa kipando kile, usisome chochote. Wakati gari mathala inajitikisa, wakati huo wewe usisome kitu, utulie tu. Ikitulia basi soma, kwa sababu si muda wote inataharaka. Kuna muda gari itafika sehemu pametulia vizuri, itaenda tu vizuri, hakuna mitikisiko, na kuna sehemu itatikisika. Sasa Saidi anasema kwamba kama itatokea kuna sehemu gari inajitikisa kiasi kwamba na wewe automatic utatikisika, katika hali hii uswali, kwa sababu muda uliobaki wa swala ni mchache, basi swali, lakini hakikisha wakati ule ambao gari inajitikisa wewe usisome chochote, ubaki kimya mpaka itakapotulia. Kitulia soma. Sasa swali linaweza likazalika kwamba labda nikisema kwamba nisubiri mpaka pale ambapo itakuwa thabit, gari itatulia, sharti la muwalati katika swala litakosekana. Wakati huo nitafanyaje? Sharti la muwalati maana yake kufuatanisha ajza za swala, kusiwe na fasila ambayo itapelekea kuharibika. Kwa nini? Kwa ule mrorongo na mfululizo wa swala, yaani kiasi kwamba unakaa mathalan muda fulani, huo muda unakuwa tayari umeshaathiri nini? Muwalatu sala. Sasa katika hali hiyo mimi nafanyaje? Anasema kama itakuwa kusubiri kwako mpaka kipando kile kiwe kimethibiti, hakitikisiki, itafuta muwalatu sala. Katika hali hiyo unaruhusiwa kusoma hata kama kipando kitakuwa kinataharaka. Lakini kitu kingine cha msingi katika hii masala ni lazima muda wote uhakikishe kwamba unaelekea kibla, kwa sababu kipando kilichokuwa nacho kuna muda inawezekana kaelekea kibla, muda mwingine kisielekee kibla, kutokana na barabara zilivyo, kutokana na itijaha ilivyo. Sasa muda ambao chenyewe kitakuwa kimeelekea kibla na wewe elekea kibla, lakini kikiacha kibla wewe inabidi ukikhalifu uelekee kibla bikadar al-istita. Kwa masala ina nukta kadha. Nukta ya kwanza inasema hauruhusiwi kuswali sehemu ambayo ni mutaharrik. Sehemu mutaharrik tumesema kwa mafuhumu pana, inawezekana hata ardhi ambayo ina tetemeko la ardhi ikaingia katika sehemu ambayo ni mutaharrik. Lakini pia usafiri ambao tunautumia, sawa ni gari, ni ndege, ni treni, ni nini, chochote ambacho tunakitumia katika usafiri wako kinakuwa katika hali ya haraka, hiyo pia hauruhusiwi
kuswali katika usafiri huu, isipokuwa katika hali moja tu ndo utaruhusiwa kuswali sehemu za namna hiyo. Hali gani? Inda dhiqil wakati, inapokuwa wakati wa swala umbaki mfinyu mdogo sana, kiasi kwamba ukisema usubiri mpaka utoke katika hicho kipando, katika mazingira, wakati wa swala utakuwa umeisha. Katika hali hii inabidi uswali. Lakini wakati unaswali katika hali hii, anasema inabidi uzingatie kitu kimoja cha msingi, kwamba qiraa, kisomo chochote, sawa ni dhikri, ni sura al-Fatiha, ni sura nyingine, usisome wakati ambapo kipando kile kina haraka. Usisome, subiri. Ikiwa katika hali ya utulivu, basi soma. Tukasema litazalika swali kwamba endapo nitasema nisubiri mpaka kipandwa hicho kitulie, inawezekana ile muwalati katika swala ikafutika. Inafutika, nitafanya nini? Anasema katika mazingira hayo unaruhusiwa kusoma pia chochote ambacho kinatakiwa kisoma katika swala. Lakini pia akaeleza nukta nyingine, muda wote ambao utakuwa ndani ya kipandwa, jitahidi uelekee kibla. Kama kipando chenyewe kimeelekea kibla, maana yake na automatic utaelekea kibla. Endapo kitakuwa na inhiraf, kitaelekea upande ambao sio wa kibla, wewe inabidi ukikhalifu uelekee kibla. Hizi ndio nukta ambazo anazieleza katika masala hii. Masala nyingine anasema la mania min as-salati fi as-sayyara au as-safina au al-qitar wa ma shabaha hala wuqufiha. Kuswali katika meli, swali ndani ya meli, kuswali ndani ya basi, ndani ya gari, kuswali ndani ya ndege, kuswali ndani ya kipando chochote, lakini kikiwa kimetulia, sema hakuna ishkali. Hakuna ishkali kama kimetulia. Swali tubaki nao, kila mtu akajiuliza, kuswali juu ya farasi inafaa ambaye imetulia? Kuswali juu ya punda mathalan inafaa? Punda ametulia juu ya punda nikaswali, inafaa? Hili ni swali kila mtu alifanyia kazi. Na kwa Saidi anasema kwamba la mania min as-salati fi as-sayyara au as-safina au al-qatar wa ma shabahaha hala wuqufiha. Kusali ndani ya gari, ndani ya meli, ndani ya treni, ndani ya ndege, wa ma shabaha dhalik, sema zikiwa katika hali ya utulivu, hakuna mushkila, kuna tatizo, unaweza kuswali bila shida yote. Sharti la tatu, taban masharti mengine hayana masaili nyingi, masaili moja mbili na kwa imeisha. Sharti la tatu anasema yajibu an yakuna almusalli mutamakkinan min itmami salati fala yajuzu ash-shuru' fi salati fi al-amakin allati la yatma'innu al-musalli bi annahu la yastati'u itmama as-salati fiha بسبب المطر أو الازدحام أو الريح، ولكن لو كان يشك في ذلك أو كان يحتمل إمكان إتمام الصلاة
jaza an yashra fiha fa in tammat as-salatu kanat sahiha. Na sharti ilisema kwamba inabidi usiswali sehemu ambayo la tastati'u itmama salati fiha, sehemu ambayo najua kwamba hapa siwezi kumaliza swala yangu. Inawezekana nikaswali raka mbili akatokea majanga nikashindwa kumaliza swala yangu. Sema katika sehemu hiyo haitakiwi swali. Sasa ndo anaeleza hapa kwamba sehemu ambayo unataka kuswali lakini unajua kabisa nikianza kuswali hapa siwezi kuikamilisha swala yangu, siwezi kuikamilisha. Mathalan, upo sehemu unataka kuanza kuswali, unajua kwamba kama dakika mbili tu hivi mvua itanyesha ya maana sana, itanyeshia, siwezi kuvumilia, nitaacha sana. Usiswali sehemu hiyo, wala usianze kuswali sehemu hiyo. Upo sehemu unataka kuswali lakini unajua kabisa sehemu hii ina izdiham, ina jamu ya watu, ina jamu ya kutosha. Nataka kuswali sehemu kama Kariakoo mathalan, kule madukani kule, muda wote ni zahma. Nataka kuswali hivi, mtu kashapita kwa kusukuma au kafanya vile. Sema sehemu ya namna hiyo usiswali. Unataka kuswali sehemu ambayo ina upepo mkali sana kiasi kwamba ukianza kuswali tu utakuhamisha kutoka sehemu hiyo kwenda sehemu nyingine. Sema sehemu usiswali. Sasa hii ni mifano anaitoa. Inawezekana kuwa na sababu nyingine tofauti na hizi alizozitaja. Cha msingi ni kwamba wewe kama mukallaf, kama musalli, inabidi ujue kwamba hapa ninapoanza kuswali nina uhakika nitatimiza swala yangu bila tatizo lolote, tamaliza swala yangu bila tatizo lolote. Lakini ukiwa na uhakika kwamba nitaanza kuswali na kabla swala haijatimia kuna tatizo litatokea, usiswali sehemu hiyo, tafuta sehemu nyingine. Sasa swali linaweza likazalika kwamba mimi nina shaka kwamba nikianza kuswali hapa inawezekana nisitimiza swala yangu na inawezekana nikatimiza swala yangu. Nina shaka nikianza kuswali hapa inawezekana baada ya muda fulani, kabla sijamaliza swala, mvua ikaanza kubwa. Inawezekana pia isiwepo. Shaka wanasema ni tasawi at-tarafain, taraf al-wuqu wa taraf alla wuqu. Ndio shaka 50 kwa 50. Ndio maana hata katika fiqh taona kwamba wakialij masaili za shaka kutia shaka utakuwa na alij, lakini kuanzia kwenye dhana na kwenye yaqini utakuta masaili ni tofauti. Sasa katika hali hiyo mimi nafanyaje? Anasema kama utakuwa na shaka kwamba inawezekana pakatokea shida, inawezekana pasitokee shida, halafu ikatokea ukaswali mpaka unamaliza swala yako hakuna tatizo, anasema swala yako ni sahihi. Swala yako ni sahihi. Sharti la 4
anasema yushtaratu alla yusalli almusalli fi almakan alladhi yahrumu albaqa'u fihi. Yushtaratu alla yusalli fi almakan alladhi yahrumu albaqa'u fihi kasalati tahta sakfin mushrifin ala alkharabi walinhidam. Masala inasema hauruhusiwi kuswali sehemu ambayo hauwezi kubaki hapo. Yaani kwa maana kwamba hauwezi kubaki mpaka ukamaliza swala yako. Uswali sehemu hiyo. Mfano, yeye anatupatia mfano. Mfano, unaswali sehemu ambayo unajua kabisa hii sakafu yake muda wote inaporomoka. Muda wote. Muda wote inaanguka. Na unaenda kuswali pale. Ikiangukia anakuwa ni shida. Huu ni kama mfano. Mifano mingine, kuna baadhi ya maeneo pia hauruhusiwi kuwepo maeneo hayo. Wewe kama muumini, maulama wanatuambia hata kuwepo sehemu ambayo pananywewa pombe pia hairuhusiwi. Ndio unakaa sehemu watu wanakunywa pombe na unakaa pale, hairuhusiwi. Hata kutumia meza ambayo meza ile inatumika nini? Kwenye pombe, hauruhusiwi. Ndio unakuta wengine wanasema la samaha Allah, mimi naingia baa lakini sini. Sema mimi naingia baa lakini siendi kunywa pombe wala sili chochote cha haramu. Nakaa tu au nakunywa zangu soda. La. Wewe kuwepo wenyewe pale ni haramu. Sasa sehemu za namna hiyo hauruhusiwi kuswali ndani yake. Hauruhusiwi kuswali ndani yake. Yusharatu alla yusalli fil makani alladhi yahrumu albaqa'u fihi kasalati tahta saqfin mushrifin ala alkharabi walinhidam. Kuswali sehemu ya namna hiyo haitakiwi. Kwa hiyo mwenyewe angalia, rejea sheria kwa ujumla. Sehemu gani ambazo wewe kama muumini hautakiwi kuwepo, basi uswali sehemu hiyo. Saida kupatia mfano mmoja na wewe jiongeze. Sehemu zozote ambazo hauruhusiwi kisheria kubaki hapo, haitakiwi uswali katika sehemu hizo. Sharti la 5 lisema kwamba hauruhusiwi kuswali sehemu ambayo hauwezi kusimama au kurukuu au kukaa. Hauwezi. Sehemu hiyo pia hauruhusiwi kuswali. Sasa anasema yushtaratu alla yusalli ala shay'i alladhi yahrumu alwuqufu au aljulusu alayhi kasajjad alladhi kutiba alayhi ismullahi ta'ala. Sema hauruhusiwi kuswali juu ya kitu ambacho wewe hauruhusiwi kusimama juu ya kitu hicho. Hauruhusiwi. Kama vile nini? Kama vile sajada, mswala ambao umeandikwa ismullahi katika huo mswala, na wewe ukanyaga ismullahi, hautakiwi, sio? Hauruhusiwi kusimama ukanyaga ismullah.
Sasa kuswali sehemu ya namna hiyo, kusimama sehemu hiyo hauruhusiwi. Kwa hiyo bitaba hauruhusiwi kuswali sehemu ya namna hiyo. Sasa inaweza ikawa sajada, inaweza ikawa ni kitu kingine. Kama unaona kwamba kimeandikwa ismullahi, basi wewe hauruhusiwi kukanyaga ismullah. Kwa hiyo bitaba maana yake hauruhusiwi kuswali sehemu ya hivyo. Taban, ukiangalia hizi masail zinaelezwa kwa upana zaidi. Ukiangalia baadhi ya maulamaa huwa hawana hizi tafasili. Hizi tafasili nyingi wanakuwa hawana. Kinaona Saidi amejitahidi, yani hata zile masaili ambazo inawezekana mtu asizifikirie, kwambia pia kama itatokea hivyo, basi ujue kwamba hukumu yake itakuwa hivyo. Sharti lingine anasema, sharti la 6, yajibu alla yusalli fi makanin dhi saqfin nazilin bihaythu la yumkinuhu al-intisabu al-kamil tahtahu au la yusalli fi al-makan alladhi yakunu saghiran jiddan bihaythu la yumkinuhu ar-ruku' was-sujudu fihi. Wa amma law idtarra ila as-salati fi hadhihi al-amakin wajaba an ya'tiya biqiyamihi wa ruku'ihi wa sujudi qadra al-imkan. Masala inasema kwamba hauruhusiwi kusali sehemu ambayo hauwezi kurukuu wala hauwezi kusimama muntasiban, kusimama ukiwa kisawa sawa. Kwa nini? Sema mfano kama vile kuswali sehemu ambayo sakfu yake iko karibu sana. Naangalia urefu wako, alafu sehemu ambayo unaswalia labda ni kutoka hapa mpaka usawa huu, au mathalan juu yake kidogo, kiasi kwamba wewe kusema usimame unyooke hauwezi, sehemu ni ndogo. Kusema usimame unyooke hauwezi kwa sababu sehemu ni fupi. Au la ukawepo sehemu ambayo la yumkinu arruku wa sujudu fihi, sehemu ni ndogo, hauwezi kuruku wala huwezi kusujudu. Mathalan unaswali sehemu mbele yako kidogo tu kuna ukuta, ukisema urukuu inabidi ugongane na ule ukuta, ukisema usujudu lazima ugongane na ule ukuta. Katika hali hii anasema hauruhusiwi kuswali sehemu hiyo. Sasa hii anasema ni fi hali al-ikhtiyar, katika hali ya kawaida kuna sehemu zingine unaweza kaenda ukaswali. Sasa chukulia kwamba hakuna sehemu nyingine, sehemu iliyobaki ni hiyo tu basi, hakuna nyingine. Au la muda uliobakiwa nao wa sala ni mchache kiasi kwamba kutoka pale kwenda kutafuta sehemu ambayo iko sawa muda utakuwa umeisha. Unafanyaje? Anasema wa amma law idtarra ila as-salati fi hadhihi al-amakin wajaba an ya'tiya biqiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi qadra al-imkan. Kama itakuwa sasa hakuna namna, basi inabidi usimame qadra al-imkan, urukuu qadra al-imkan, usujudu qadra al-imkan. Kusimama kama itakuwa sehemu inaishia hapa, kwa kusimama kwako ni kidogo sana, hauwezi kuwa muntasiban, hauwezi kusimama kisimamo kamili, basi kile ambacho tunapofikia pale ndio inatosha. Sehemu mbele yako mathalan kuna hail, kuna kizuizi ambacho uwezi ukiondoa, unataka kurukuu hauwezi, kwa hiyo rukuu bikadari al-imkan, kidogo kama utaweza hata
kuinama kidogo basi fanya. Kusujudu pia inama kidogo pia inakuwa imetosha. Lakini kiasili kuna sehemu pana, una sehemu kubwa ambayo unaweza kuswali pasina kuwaji matatizo ya namna hii, la hauruhusiwi kuswali sehemu za namna hiyo. Sharti la 7 anasema yajibu adamu taqaddum ala qabri rasul al-a'zam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wal a'immati al-ma'sumin alayhim assalam hala as-salati wa hakadha law yusalli musawiyan laha ala al-ahwat wujuban. Sharti la 7, hauruhusiwi wakati unaswali ukatangulia mbele ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hauruhusiwi. Au mbele ya kaburi la maasumina, mmoja katika maasumina, mbele yake hauruhusiwi kuswali mbele yake. Chukulia mathalan unaswali Mashhad kwa Imam Ridha salawatullahi wasalamu alayhi, unaswali pale, unaenda kuswali mbele ya nini? Mbele ya kaburi lake. La, unakuwa umemtangulia. Sisi tuna riwaya mashuhuri ambayo inatukataza kuwatangulia. Sema mkiwatangulia mtaangamia. Kiwatangulia mtaangamia. Taban watu ambao akili zao ni finyu utakuta kwamba yahsiruna dhalika fakat fi hayati, kwamba ni katika uhai wake tu basi. Baada ya uhai wake na akishafariki basi hamna kitu. Bali wengine wakatajara wakimwongelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema Mtume baada ya kufariki kwake, mtu mmoja anatajara anasema, hii fimbo yangu mimi ni bora kuliko Mtume ambaye tayari ameshafariki. Fimbo. Sema kwa nini? Kwa sababu fimbo yangu hii naweza nikaitumia hata kuua nyoka, kupiga chochote. Lakini Mtume alipofariki, la yanfa wala yadur. Kosaji wa adabu wa hali ya juu sana. Ndio hao utasikia kila siku wakidai tauhid na vitu vya namna hiyo. Kidai kumpenda Mtume, kidai wao ndio wenye kushikamana na sunna za Mtume. Maal asafi shadid. Ihtiramu ya Mtume ipo huko. Hata baada ya kufariki kwake hauruhusi kutangulia. Ni kiongozi wako hayyan wa mayitan. Akiwa hai ni kiongozi wako, akiwa amekufa pia ni kiongozi wako. Kadhalika almasumin, kuwatangulia pia hauruhusi. Amma binisbati ila almusawat, unaswali, tuchukulie mathalan kaburi la Mtume liko hapa, wewe unaswali hapa, kwa kiasi kwamba ni musawiyan lilqabr, haujatangulia kaburi, unaswali usawa ule ule wale kaburi. Au unaswali musawiyan liqabri ahadi almasumin, kaburi la moja katika maasumina liko hapa na wewe unaswali hapa. Katika mazingira haya, je, swala yako itakuwaje? Au unaruhusiwa kuswali hivyo? Anasema kama itakuwa ni hivyo, anasema ala al-ahwati wujuban, pia usifanye hivyo. Usiswali pia musawiyan liqabri ahadi al-masumin.
anasema la ishkala fi salati idha kana baina almusalli wa baina alqabr alsharif hailun kaljidar bihaythu la yakunu fi at-taqaddum alayhi ihana wa su'u adabin ولكن لا يكفي مجرد الفاصل بواسطة الصندوق الشريف والضريح الثوب الملقى على الضريح ونحو ذلك. Katika masala hii anataka kutafsiri masala iliyotangulia. Masala iliyotangulia kusema hauruhusiwi kuswali mbele ya kaburi la mmoja katika maasumina mutlaqan. Tafsiri au tafsili ya hii masala anakwambia kwamba hauruhusiwi kama itakuwa hakuna hail, hakuna kizuizi kati yako na nini, na lile kaburi, hakuna kizuizi. Ile dharih inaishia hapo na swala, hakuna kizuizi. Lakini kama kutakuwa na kizuizi, mathalan kuna ukuta, na swali nyuma ya ukuta, ni kweli unakuko mbele ya kaburi la Mtume, lakini ghayat ma fil amri, kuna hail, kuna kizuizi ambacho kinakuzuia wewe na kaburi la nani, la Mtume au la mmoja katika maasumi, kama vile ukuta. Sema katika hali unaruhusiwa kuswali mbele ya kaburi la Mtume au la ahad al-maasumi. Lakini hail ambayo inakusudiwa ni hail ambayo kweli inasadiki kwamba kuna kizuizi. Hicho kizuizi ambacho tunakisema ni pale ambapo kweli inasadikika kwamba kuna kizuizi. Kama itatokea mathalan kama watu waliosafiri kwenda ziara, utaona kuna watu wanaweka nguo au vitambaa juu ya nini, ya dharih, na irushia pale. Akiirushia, je, ile inafaa kuwa ni kizuizi kati yako na kaburi? Sema la, hiyo hapana. Lazima kuwe na hail na kizuizi ambacho urfan kweli ni kizuizi, sio tofauti na hivyo. Sharti la 8, sharti la 9 tumalizie kabisa darasa ya masharti ya makanu al-musalli. Sharti la 8 anasema yajibu alla yakuna makanu al-musalli najisan tasri rutubatuhu ila badanihi au thawbihi wa tabtulu salatu idha kana mawdi'u sujudi al-jabha najisan hatta walau kana yabisan jafan wal ahwatu istihbaban alla yakuna makanu almusalli najisan aslan. Masala inaeleza kwamba sehemu unaposwali haitakiwi kuwa na najis musria, najisi ambayo ni mbichi, inaweza kuhama. So ukiweka jabha, paji lako la uso, itachukua ile najisi. Au la, ukiweka mkono wako itachukua ile najisi. Tabii kuswali sehemu namna. Anasema watabtulu salatu idha kana mawdi'u sujudi aljabha najsan, sala yako itabatilika kama itakuwa sehemu ambayo unaenda kuweka jabha, paji lako la uso, sehemu unaposujudia kutakuwa na najis, hata walau kana yabisan jafa, hata kama sehemu itakuwa nini, itakuwa ni najis iliyokauka. Sehemu ya nini, ya kuweka paji la uso, sehemu ya kusujudia. Sehemu ya kusujudia pakiwa na najis, hata kama najis hiyo imekauka, ukasujudu hapo, swala yako itakuwa nini, itakuwa ni batili.
Anasema al-ahwatu istihbaban alla yakuna makanu al-musalli najisan aslan. Sema ahwatu istihbaban, sehemu unaosalia isiwe na najis kabisa. Sio kwenye paji la uso, sio kwenye mikono, sio kwenye miguu, sio kwenye eneo lote unaloswali inabidi liwe tahir. Lisiwe na nini? Lisiwe na najis. Liwe tahara. Anasema al-ahwatu istihbaba. Hii ni fiqh. Hii ni fiqh. Na fiqh siku zote ni nataij ya fahamu ya yule marji kutokana na zile al-adilla shar'iyya. Marji mujtahid anasoma zile masadir at-tashri' kuhusiana na masala fulani, anachokipata anasema kwamba hukumu yake ni hii. Na katika mazingira haya hairuhusiwi sasa kushambuliana kwa namna yoyote, kwa sababu anapofikia natija kwamba masala hukumu yake ni hivi kutokana na dalili za kisheria, hiyo ndio yakini aliyofikia. Sasa wewe ukitaka kwamba aende na zile hawa zako, haiwezekani. Mimi naona hivi, lala. Wewe unasema unaona hivi kwa nini? Yeye amesoma adila mbalimbali mpaka afikie kwenye natija. Na lau kama ingekuwa awamu na watu wasiokuwa na elimu wangekuwa wanafuatilia na kuuliza vizuri kila masala, hata kama utaona kwamba haiendani na ufahamu wako, lakini ulizie vizuri. Ulizie vizuri, fuatilia vizuri kwa nia nzuri tu, pasingekuwa na hizi khilafati nyingi ambazo hazina faida yote. Nakuta kwamba kuchafua maulama kwa hali ya juu sana. Ingekuwa fatawa hizo anatoa mfukoni mwake sawa, lakini mpaka anatoa fatwa maana yake apita nini?